Usipite ndugu mpendwa, na kualika ukapate kuwa wa kusikia ujumbe huu ambao Mungu ameweka ndani yangu kwa sababu yako. Kwa hivyo ni vyema ukapate kuwa katika hali ambayo ni ya kuweza kusikiza ujumbe huu kwa dakika chache tu. Ujumbe tunautoa katika kitabu ambacho ni cha Yohana, sura ambayo ni ya 3 mstari ambao ni wa 16. Ni ujumbe ambao kila mtu ama kila Mkristo huwa amekuwa katika hali ya kuusikia, na zaidi ya yote wengi wao wamekuwa wa kuukariri. Lakini hapo ndipo Mungu aliponielekeza nikaweze kuwa kutoa ujumbe ili nikakufikishie katika siku ya leo. Neno la Bwana linasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mtume Yohana aliyeandika ujumbe huu. Na ujumbe huu uliandikwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kwa hivyo ni vyema tukapate kuwa wa kutafakari kuhusu ujumbe huu. Maana andiko linatuambia kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Napenda version inaitwa Contemporary English Version. Inasema for God so loved the people of the world. Hiyo ina maana ya kwamba imekuwa katika hali ya kuwekwa wazi ya kwamba sio tu ulimwengu bali watu walioko ulimwenguni, hao ndio Mungu alikuwa katika hali ya kuwapenda. Na ndio maana alimtoa huyu mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asiwe wa kupotea bali akapate kuwa kupata uzima ambao ni wa milele. Uzima huu wa milele unapatikana kupitia kwa kumwamini mwana wa Mungu ambaye ni wa pekee, ambaye ni Yesu Kristo, aliyekuja hapa duniani kuchukua dhambi zetu, akawa wa kuteswa, akawa wa kusulubiwa pale msalabani, akawa wa kuuawa kwa mikono ya wanadamu ili mimi na wewe tukaweze kuwa kupata uokovu. Lakini uokovu haupatikani tu kwa mtu yoyote kirahisi hivyo. Kinachotakikana kwako ni kitu kimoja tu, ya kwamba ukapate kuwa kumwamini huyu Yesu Kristo. Maana andiko limesema wazi ya kwamba ili kila mtu amwaminie asipotee. Sijui kama wewe ni mtu, na andiko linasema ya kwamba ili kila mtu. So kama wewe ni mtu, ujumbe huu ni kwako, ya kwamba ukapate kuwa wa kumwamini huyu Yesu Kristo ili usiwe wa kupotea, kwa maana usipomwamini utakuwa wa kupotea. Kuna moto ambao ni wa jehanamu kwa ajili ya wale wasiomwamini huyu mwana wa Mungu. Kwa hivyo kama hautamwamini, ujue ya kwamba sehemu yako wewe ni pale jehanamu. Lakini kama utamwamini kutoka moyoni mwako na umkiri kwa kinywa chako ya kwamba yeye ni Bwana, na ukapate kuwa kumshuhudia pasipo uoga wowote, ujue ya kwamba utakuwa katika hali ya kuokoka. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vyema ukapate kuwa katika hali ambayo ni ya kuweza kuamini andiko hili na kuliweka katika matendo kwa kumwamini huyu Yesu Kristo akapate kuwa Bwana na mkombozi katika maisha yako. Ninapomalizia, ombi langu kwako ni kwamba ukapate kuwa wa kulike, ukapate kuwa wa kufollow na ukapate kuwa wa kushare na watu wengi jinsi utakavyokuwa wa kuweza. Kwa maana utakapokuwa wa kushare, ujumbe huu utafikia wengi na neno la Mungu litazidi kusambaa kwa wengi na utakuwa wa kubarikiwa. Barikiwe na Mungu akakutane na hoja za moyo wako. Amen, amen, amen.